Karibu Tabora, karibu Toronto. Pindi unapofika mkoa wa Tabora, iwe ni kwa njia ya basi, treni au ndege, hususan manispaa ya Tabora, jina la Elias Mbagata si geni vinywani na masikioni mwa wenyeji wa mkoa huu. Huyu si mwingine ni askofu pekee nchini Tanzania mwenye hadhi aliyepewa dhamana miaka 3 iliyopita kusimamia na kuliongoza kanisa la Injili Afrika, yani Africa Gospel Church. Sisi ni taasisi ya kidini ambayo inaendesha huduma za kiroho lakini pia huduma za kijamii. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kufikisha siku ya leo ambayo ilikuwa ni siku muhimu ya kuanza kuona angalau matunda ya maono ambayo Mungu alinipa tangu nilipowekwa wakfu kuwa askofu takriban miaka 3 iliyopita. Kila kiongozi ana vipaumbele vyake. Mimi kwa miaka 3 iliyopita nilipowekwa wakfu kuwa askofu, na kwa kuzingatia pia kwamba kanisa letu lina muda mrefu tangu limesajiliwa, hata kama sio sana, lakini tuna zaidi ya miaka 40 tangu tumesajiliwa hapa Tanzania. Na tulianza na wamisionari wa World Gospel Mission kutoka Marekani. Baada ya muda kadhaa wakamaliza huduma wakaondoka, kanisa likabaki kwa sasa linaendeshwa na wenyeji. Baada ya miaka kadhaa kupita, hatimaye tukafanya uchaguzi kama kawaida ya katiba, mimi nikachaguliwa kuwa askofu wa awamu ya 3. Tangu alipowekwa kitini miaka 3 iliyopita, akiwa askofu wa 3 tangu kuanzishwa kwa kanisa hili hapa nchini Tanzania zaidi ya miaka 40 iliyopita, kipaumbele chake kikubwa kimekuwa ni kufufua na kusimamia elimu ya theolojia kwa wachungaji wake kupitia chuo cha Kabosoni cha nchini Kenya, ambacho kimeridhia kufungua tawi lake hapa nchini Tanzania, eneo la Uzunguni, kata ya Malolo, manispaa ya Tabora. Kuna vipaumbele vingi, lakini mimi nilichagua kimoja tu niende nacho, cha kuelimisha wachungaji. Nachoamini kwamba ukimwelimisha mchungaji akaelimika vizuri, ndani yake utapata waumini, ndani yake utapata kiwanja, ndani yake utapata jengo zuri, ndani yake utapata maendeleo. Kwa hiyo uchaguzi wangu ni huo, kwamba nina vipaumbele vitatu: kuelimisha, cha kwanza kuelimisha wachungaji, cha pili kuelimisha wachungaji, cha tatu kuelimisha wachungaji. Kwa nimeamua kuweka miguu chini kwa jambo hilo. Hivyo nashukuru Mungu amenisaidia. Nilipata hisani ya askofu aliniweka wakfu, Daktari Kasisi Robert Langati kutoka kule Kenya, ambaye ni askofu wetu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi akawa amenisaidia kuniunganisha na chuo chao kimoja ambacho kinafanya vizuri katika masuala ya uchungaji. Kinaitwa Kabosoni Pastor Training College. Kwa hiyo wakaanza hapa Tabora wakafungua branch yao au satellite yao. Kwa tulikuwa tunaenda nao kwa mafunzo hayo ya vijana wetu, kwa kuwa wao wanafundisha kwa Kiingereza na elimu yao ni standard kweli kweli. Iligharimu sana kupata watu ambao ni qualified, lakini nashukuru Mungu nikapata vijana 11. Tumeenda nao kwa level ya kwanza ya certificate, japo hatujafika mwisho. Lengo ni kwenda kwenye level ya diploma na degree na PhD. Lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu kwamba angalau tumeanza hiyo hatua ya kwanza ya ngazi ya cheti, na ilikuwa ni makubaliano yetu kwamba wakifika ngazi ya cheti angalau basi tufanye sherehe ndogo ya kuonyesha ni kitu gani kinafanyika. Namshukuru Mungu kwamba siku ya leo imekuwa ni njema, sherehe imeenda vizuri. Kama mlivyoona wamehitimu vijana wa 11. Kusudio letu ni kwamba waendelee angalau wamalizie level ya diploma, ndipo sasa tuwatume kazini. Wakiwa kwenye level ya diploma angalau kutakuwa na vitu vingi wamejifunza na wameshakuwa na uzoefu katika baadhi ya mambo kadha wa kadha. Katika mahafali ya kwanza ya chuo hiki, historia inaandikwa na wahitimu 11 wa ngazi ya cheti na kufungua kurasa mpya wa kanisa la Injili Afrika nchini Tanzania. Matamanio yangu sio kuishia hapo, na program nyingine naendesha ya Kiswahili sasa. Hawa wanafundishwa kwa Kiingereza, na nina program nyingine naendesha kwa Kiswahili ambayo sasa hiyo imechukua wale wachungaji ambao tayari wako kazini, na wakitoka kazini wanakuja hapa wanajifunza kwa muda wa mwezi mmoja. Baada hapo wanaenda kukaa nyumbani kwa miezi 3 huko wakifanya kazi ya uchungaji, na wakati huo huo wakifanya masomo, wako darasani. Au nao wamemaliza mwaka mmoja na kusudia mwaka kesho watamaliza mwaka wa pili, ndipo sasa nao tuanze mchujo wa kuingiza kwenye hiyo programu ya Kiingereza ambayo itakuwa
inakuwa na masomo ya juu kidogo kutoka kule, tofauti na haya ya Kiswahili. Lakini sijaishia hapo, nina maono ya kujenga chuo cha Biblia ambacho ndani yake kitakuwa na chuo cha VETA ndani yake. Lakini pia sio tu chuo cha VETA, nafikiria kule mbeleni kuwa na huduma za jamii kwa upande wa afya. Bado nakimbizana kutafuta eneo na mikakati kadha wa kadha, ili tuone tunavyoweza kumwandaa sasa mchungaji awe na elimu ya kiroho, lakini pia awe na elimu ya ujasiriamali, ili akiwa mchungaji sio mtu wa kutegemea tu sadaka, lakini anaweza pia kujisaidia mwenyewe kwa mambo ya kihuduma, lakini pia anaweza kusaidia waumini jinsi ya kusimamia miradi ya kijamii, lakini mwisho kabisa na huduma za afya kwa maana ya zahanati au hospitali, ili tuiguse pia jamii kwa upande wa afya, tuwasaidie jinsi ya kutoka kwenye maskini, lakini pia jinsi ya kutibu maradhi yao. Ndio maana utaona katika wageni waliokuja kunitembelea wamo madaktari na wamo watu wenye taaluma mbalimbali. Mfano wale madaktari waliokuja mliowaona, wanatoka kwenye hospitali kubwa sana kule Kenya ambayo wana vitanda zaidi ya 600, wana hospitali kubwa ambayo inashughulikia masuala ya moyo na vitengo vingi sana. Kwa hiyo nimewaomba waangalie uwezekano wa kuja kushika mkono kwenye huduma za matibabu ya kujitolea, lakini pia yanaweza kuwafikia wananchi hasa walioko vijijini ambao hawawezi kugharimia zile gharama kubwa za matibabu. Natamani mchungaji afika kwenye eneo husika asiwe tegemezi wa kuombaomba sadaka, bali awe ni mtu ambaye sasa ni kitovu cha kuleta maendeleo kwenye kanisa na kwenye jamii inayomzunguka. Maono na matarajio ya Askofu Mbagata kwa kanisa la Injili Afrika ni makubwa kwa jamii nzima inayohudumiwa na kanisa hili. Ni kwa namna gani haya yote yanaweza kufanikiwa kwa uwezo wa Mungu na rasilimali walizonazo? Ya kwanza ni kwa maombi. Naamini katika maombi. Lakini cha pili ni kwa kutumia nguvu ya huduma ya kufanya shirikishi. Mimi na hiki lakini kile sina, wewe unacho. Kwa hiyo nafanya kazi ya kufanya shirikishi kwa marafiki na wapendwa. Kama mnavyoona nafanya shirikishi kwa marafiki zangu walioko hapa Tabora, walioko hapa Tanzania, lakini pia nimeanza kufanya shirikishi kwa marafiki walioko Kenya. Na sasa nimefungua wigo tena zaidi, nimeanza kutafuta marafiki walioko Marekani, ili anayeguswa kufanya kazi na sisi kwa maombi au kwa sadaka, basi hayo ndio maono yangu. Kwa hiyo kwa maombi kwanza, lakini pia kwa shirikishi kadri ninavyopata marafiki. Elimu ndio msingi wa mambo yote kama anavyoamini Askofu Elias Mbagata. Kuingia darasani na kufundishwa ni jambo la kwanza. Kwenda kutumia kwa ukamilifu elimu uliyoipata ni jambo lingine. Plani yangu ni kuwapeleka hasa kwenye maeneo ya centers, hasa miji. Unajua idadi kubwa ya watu inaongezeka hasa mijini. Ndio maana tunaona hata serikali huduma kubwa za kijamii zimeelekezwa mijini, kwa sababu ndiko kuna wingi wa watu, lakini pia ndiko ambako maendeleo yanaanzia. Na ni jambo la kiroho. Yesu hakuzaliwa kijijini, alizaliwa mjini. Haitoka kijijini kati kuzaliwa mjini. Kwa hiyo maendeleo hayaanzii kijijini. Maendeleo yanaanzia mjini halafu yanaenda kijijini. Sisi waanzilishi wetu wa kanisa walianzia maono vijijini. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi kuanzia kwa mfano ndugu zetu wa AGC Kenya wamefanya mabadiliko kabisa. Badala ya kuendelea na ile policy ya uanzilishi wa WGM kutoka Marekani walikuwa wanaenda kutafuta vijiji, wameanza kushughulikia mijini, ili kutokea mijini ndipo sasa miradi ianze kuwafikia wanakijiji. Wenzetu sio kwamba walifanya vibaya, waanzilishi walikuwa na makusudi mazuri ya kupeleka tu injili, watu wa vijiji waokolewe na nini, lakini kutokea mjini lazima uwe na miradi ambayo itasaidia kuenda vijijini kuwagusa wananchi wale, ambayo ukisema uanzie kijijini kuna baadhi ya miundombinu itakukwamisha, lakini ukianzia mjini itakusaidia kwenda zaidi kuwafikia wananchi wengi. Chuo hiki ni mali ya kanisa la Injili Afrika, ikiwa ni tawi kutoka chuo mama cha Kabosoni nchini Kenya. Je, kwa sasa milango imefunguliwa kwa yeyote anayehitaji kujifunza Biblia, au upekee wake ni nini hasa kwa jamii? Ukipewa kuwa baba wa familia ambayo imekaa muda mrefu imeparanganyika, unakusanya kwanza watoto uwanoe kwanza. Kwa hiyo nilichofanya kwanza ngao ni kukusanya kwanza na kunoa wale wa ndani, nione wanakuaje. Hiyo ndio sera yangu. Kwa hiyo bado nasugua kwanza hao ndani nione, lakini sasa hivi kwa kweli nimeanza kufungua milango, na waza mwaka kesho ifungue milango pia kwa watu wengine. Kuna maeneo ambayo ukisema somkaribisha mgeni nyumbani lazima wewe
umejipanga, una kitanda, una godoro. Lakini hao nyumbani si watalala chini tu, si wataweza kukabiliana na mazingira yote yale. Lakini ukishafungua milango kwamba mtu wa nje aje, lazima umejipanga. Kwa mfano kama sasa sichaji ada, wanasoma bure. Najua kwa nini bure? Wanachangia tu chakula, wanaleta mahindi na maharage. Sometimes kama mwaka huu sasa nimefanikiwa kulima mahindi, au kuleta mahindi, nakuta mahindi nimelima, tunaleta maharage kidogo, mchele kidogo na au rafiki zangu wa Kenya wamesaidia gharama za walimu, kulipa posho za walimu na kulipa mishahara yao, nauli zao. Kwa hiyo sasa naangalia jinsi ambavyo kule mbele sasa naweza nikawa nisimame mwenyewe, nijue jinsi ninavyo kuchaji sasa ile fees ambayo italipa mishahara ya walimu, italipa gharama za vitabu, italipa chakula, italipa na kila kitu, ili angalau sasa niwe standard. Kwa msao mwingine bado najitafuta, nikijipata tu nakaribisha. Miongoni mwa wahitimu hawa wanawake ni wawili. Swali la kujiuliza hapa, ni kweli wanaogopa kuingia katika kozi hizi au ni mfumo wa kanisa hili unawazuia kuingia kwa wingi? Asante kwa swali zuri. Kuna kitu ambacho ni mila na desturi nimekikuta kwenye mfumo wa kanisa, japo kweli sio katiba. Wanawake kama hivi katika taasisi nyingi ni jamii ambayo kwa hawapewi kipaumbele. Sasa mimi nimeanza kubomoa huo ukuta kwa kuandaa. Moja ni hao wawili mliowaona, lakini kwa mfano ukija kwenye darasa langu la Kiswahili sasa wako 12. Nasogea. Lakini pia na mpango wa kuwatrain wa mama wachungaji, wake wachungaji na wake wa viongozi, ili kuwaandaa zaidi kwa ajili ya huduma. Na nimejifunza pia kwamba mahali popote pale ambapo tumewapa kushika idara au kushika nafasi za kuchunga makanisa, wamefanya vizuri zaidi na mahali pengine kuliko hata wanaume. Kwa mfano kwenye area yangu ya Tabora wanafanya vizuri sana, wamefufua makanisa, wanafanya kazi nzuri. Anyway, bado tuna vitu vya kikatiba vya kurekebisha na kushughulika navyo ambavyo naenda navyo polepole na imani kwamba nitafanikiwa. Lakini ni miongoni mwa jamii ambayo wanafanya vizuri sana kwenye eneo la uchungaji. Bado naendelea kuangalia jinsi ya kurekebisha katiba na itifaki na kushirikisha vikao vya kanisa, ili sasa kule mbeleni tuweze kuwa na uwezo wa kuweka wakfu kuwa wachungaji. Jirani zetu wameshafaulu. Kenya kama ulivyoona kwenye wageni hao, kuna ambao unaona mvana kola kabisa na manjoo ni wachungaji. Na pia na Uganda, na unaona kama Uganda sasa makamu wa askofu ni mwanamke, na sasa askofu wetu wa Uganda amepata changamoto kidogo. Kwa hiyo yule mwanamke uliyemuona kwenye sheria yetu ndiye acting bishop. Kwa hiyo amekabaki kiti cha askofu wakati tunasuluhu kufanya uchaguzi wa askofu, ambao tumebaki hatujaingia kwenye hiyo system hasa. Ilikuwa ni Burundi na Tanzania. Sasa Burundi nao wamevuka hiyo level. Tumebaki mimi na pambana. Wanajua kugeuza mifumo uliyokuta kwa miaka 40 si kitu chepesi sana. Kugeuza train ya ile ya Mwakembe, ile ya zamani, sio kitu cha kawaida. Unahitaji kwenda polepole. Sio ni tofauti na kugeuza SGR, unabonyeza tu inageuka yenyewe. Lakini train ambayo ina zaidi ya miaka 40, mifumo hiyo inahitaji hekima. Askofu Elias Mbagata atakumbukwa kwa mengi, hasa katika jitihada zake za kufufua na kurejesha uhai wa kanisa la Injili Afrika hapa nchini Tanzania. Moja ni washukuru kwa jinsi ambavyo wameendelea kunishauri, kunisupport, na marafiki wengi ambao kwa kweli si wa AGC wameendelea kunishauri, kunisupport na kushirikiana nami, ni washukuru. Lakini wale ambao sasa ni washirika halisi wa AGC ni waombe wanishike zaidi mkono. Nadhani kila mmoja ameshaanza kuona kuelekea. Mwanzo nilikuwa na wasiwasi kwamba natupeleka wapi. Na sasa nadhani angalau kwa hii miaka mitatu ambayo nimekaa kwenye nafasi ya askofu, wameanza kuona kwamba dira yetu ya kiongozi wetu anakoelekea ni mahali fulani. So naomba wanipe ushirikiano, wanishike mkono. Tulikuwa na askofu wetu wa kwanza alikuwa anasema kuna wakati kiongozi unaonyesha watu mwezi, badala ya kuangalia mwezi wanaangalia mkono. Kwa hiyo kuna wakati unajaribu kufocus, kuelekeza watu maono yako, wanakuangalia wewe, wanatafuta wape fedha, wape hiki, hawajitoi kukusaidia. Kwa hiyo waombe wajitoe kunishika mkono kwa maombi, lakini pia kwa support ya mali zao, ili tusogee. Tumekaa miaka 40, kanisa limefika mahali hata ilikuwa hajulikani. Hata baadhi ya wanicho habari ilikuwa nikiwaleta hapa na shangazi, sisi tulishajua tu kwamba kanisa la Injili Afrika au AGC ni Mwanza Road. Kumbe kuna taasisi kubwa kabisa ambayo ina registration na miundo, ina mifumo mikubwa namna hii. Tulisizi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanishike mkono, tusogee. Na sasa kama ndio sema, sio tu kuigusa tu jamii kiroho, natamani tuguse jamii kwa maendeleo ya kijamii, tuwasaidie wananchi
mchungaji mmoja alinisaidia sana, akasema, Bishop Mbagala, wasaidieni wananchi kabla hawajaingizwa kwenye majeneza, kabla hujasema Bwana alitoa, Bwana alitwaa. Hebu tamka kwanza kitu cha baraka, huyu mtu afanikiwe. Kuna wengine tunasema Bwana alitoa, Bwana ametwaa, kumbe sio Bwana aliyetwaa, ni umaskini, ni shida imemfanya aondoke, na kusema ni Mungu ametwaa. Bahati mbaya tunamsingizia vitu vingine. Mungu sio Mungu ametwaa, mpeleke wapi? Umaskini umemtwaa, shida zimemtwaa. Kwa hiyo najaribu kutafuta jinsi gani ya kupambana na changamoto za namna hiyo kupitia ngazi ya kanisa. Kwa hiyo wanishike mkono, waniombee, lakini pia tuwe pamoja nao. Na mwisho kabisa niwashukuru waandishi wa habari, especially umenisaidia kwa hali ya sasa hivi. Unahitaji level nyingine ya watu wa kusaidia pia kusukuma, kukuonyesha kwamba wewe ni nani na una mawazo gani. Hiyo imenisaidia sana. Kwa hiyo kwa kweli nawashukuru sana wewe mwandishi wa habari na wengine ambao wamekuwa wakinisaidia kuniboost kupitia vyombo vya habari. Mungu awabariki sana. Karibu Tabora, karibu Toronto.